kesho kwa staili ya kujiachilia na kusahau kwamba ipo misimu au yapo majira ya wakati fulani. Unahitaji kufanya jambo fulani, unahitaji kukaa kwenye position fulani, unahitaji kukaa kwa mkao fulani, unahitaji kujiongeza, unahitaji kujikuza. Wewe ni mfanyakazi, unahitaji kwenda shule kuongeza elimu ili cheo kipande. Unahitaji, wewe ni mfanyabiashara, kutengeneza ubunifu. Lakini wewe ni mtumishi, unahitaji kuongeza ubunifu, unahitaji kujiongeza, unahitaji. Anasema leo nilivyo ndo nitakuwa hivyo hivyo kesho. Mwambie mwenzako leo nilivyo ndo nitakuwa hivyo hivyo kesho. Unahitaji kugraduate. Ina maana kila siku unahitaji kuishi ukijua haya majira au huu msimu, kuna wakati huu ni wakati wa kupanda, lakini kuna wakati utakuwa ni wa kuvuna, lakini kuna wakati mazao yatakuwa hamna kabisa. Ndicho Yusufu alichokifanya nchi ya Misri. Kwamba tunaenda kwa majira, tunaenda kwa misimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vilio leo vya watu wengi ni kwa sababu waliyachezea majira. Na inawezekana hata wewe upo unayenisikiliza ni kwa sababu umeyachezea majira. Lakini inawezekana unanisikiliza bado hayajakukuta. Na ndio maana nimekwambia sikiliza na kusikiliza ni kwa sababu utalia kesho, unayachezea majira yako ya leo. Na inawezekana unasema mimi hili somo au hii semina hainihusu kabisa. Nabii hiyo ni ya watu wengine. Hiyo ni ya mama yangu, ile baba yangu. Lakini inawezekana leo unacheza na majira yako ya leo, kesho utalia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anakuambia majira ni swala la roho. Anasema ni wakati wa kuvuna, ni wakati wa kuvuna, ni wakati wa kuonekana, ni wakati wa kushaini, ni wakati. Hebu sema majira yangu yatarejeshwa tena. Sema majira yangu yatarejeshwa tena. Ni kwa kila eneo la maisha yako. Hapo najaribu kuonesha tu maeneo machache, lakini watu wamepoteza vitu kwenye msimu yao kwa kila eneo la maisha yao. Wengine wamepoteza kazi, lakini wengine wamebweteka. Jambo analoliendea linataka aende shule, hataki kwenda shule. Jambo analoliendea linamhitaji aongeze shule ya biashara, hataki kwenda kuongeza shule ya biashara. Jambo analoliongea linamhitaji tu kila cha kwake. Akishatoa fungu la 10 la Mungu, basi awe anaweka 10% kwa ajili ya akiba ya baadaye. Hataki kuweka akiba leo. Alafu msimu unaokuja wa njaa anaanza kusema nimelogwa. Nani kakuloga? Umejiloga peke yako. Maana kwa wanauchumi watakubaliana na mimi, 10% ya kile unachokipata lazima ukitoe. Ukishatoa fungu la 10 sadaka zako, lazima uweke 10% tena pembeni kama akiba. Muulize jirani yako, wewe unawekaga akiba kweli? Au unakula mpaka vipi? Muulize tena, unakula mpaka vipi? Mwambie benki una shilingi ngapi? Akaunti yako ina shilingi ngapi? Haya basi sio benki, kwenye M-Pesa basi kwenye simu una shilingi ngapi? Na Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini majira na msimu wa njaa ukija, hauna hela, hauna chochote, hauna salio, akaunti yako haisomi, utaanza kusema wameniloga. Lakini wakati Mungu yuko kwenye majira au ameachilia majira ya baraka kwako, ameachilia majira, kila ukigusa hichi kinaachia, kila ukishika hichi kinaachia, kila ukifanya hivi neema hiyo, kila mtu anakuhitaji, anakwambia njoo kama ni saluni, njoo unisuke, jamani nakupenda, jamani ulikuwa hauweki akiba, ulikuwa ukila unakula vyote mpaka unamaliza na unakopa. Sasa yamekuja majira ya msimu, hakuna anayekutaka, hakuna anayekuhitaji, hakuna. Inawezekana kazi yako ndio imekuwa famous sasa hivi. Kila mtu anajua msuko unaosuka. Kila mtu amefungua saluni yake nyumbani. Kila mtu anajitengeneza mwenyewe. Kila mtu anafanya hiyo biashara. Kama ni juisi, kila mtu anauza juisi. Lakini pia sio kila mtu anauza. Inawezekana msimu wa juisi hamna, sasa hivi ni mvua. Hakuna anayetaka juisi zako. Majira yamekata. Tuseme basi kama mfano wa wafanyabiashara wa taxi. Sasa hivi biashara ya taxi inaenda tena. Sasa hivi iko biashara ya nini? Toyo, bodaboda, si ndio? Mtu anachukua papo, anawahi wapi? Wa taxi tena, wana taxi tena wamekaa, yani ukimuita anaona kama ni muujiza, si ndio? Watu mmoja. Lakini wale wa biashara ya taxi ungewaambia kwamba kuna majira yatabadilika, zitakuja bodaboda na bajaji, wangekuelewa? Si wangekataa? Ndivyo ilivyo.
Luka 19:43-44. Kwa kuwa siku zitakuja. Kwa kuwa siku zitakuja. Adui zako watakapokujengea boma. Adui zako watakapokujengea boma. 43 na 44. Likuzunguke. Watakuzingira na kukuhusuru. Watakuzingira na kukuhusuru pande zote. 44. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe. Kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa. Kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Anasema adui zako watakujengea boma, tena watakuzunguka. Na inawezekana wengine unakaa nao, unakula nao, hawako mbali. Wanaamka asubuhi na wewe wanakuambia unaendeleaje? Simu ya kwanza ni ya kwao asubuhi. Wanakuonyesha upendo, wanakupeti, lakini kumbe wamekuzingira, wanajenga boma taratibu. Usiku na mchana wenzako wanajenga boma. Usiku na mchana wenzako wanajenga boma. Hujui wanatoa sadaka, hujui wanaenda mpaka kwa waganga, hujui wanafanya kitu gani. Wanakujengea boma, wanakufanyia vikao. Ni namna gani tumtoe ofisini? Ni namna gani tuhakikishe amekufa? Ni namna gani watakujengea boma. Hautaki kujiongeza, hautaki kwenda na wakati. Ni mwanafunzi, hautaki kuongeza bidii kwenye masomo. Umekaa tu unasema nitaendelea kulipiwa ada, nitaendelea kukaa nyumbani kwetu. Umri unaenda, boma linajengwa hilo. Ni kijana, hautaki kujiongeza, hutaki kufanya kazi kwa bidii, hutaki kujituma. Ulichonacho hautaki kukingangania, unaangalia walichonacho. Wewe ulichonacho unaanza kukidharau. Unasema hichi ni kidogo, nataka kama kile cha Fredi, nataka kama kile cha Manka, nataka kama kile. Hichi ulichonacho unashindwa kukitunza. Kazi ndogo ulionayo unashindwa kutembea nayo. Biashara ndogo unashindwa kwenda nayo na kujiongeza. Hivyo ulivyo navyo unashindwa kujiongeza. Unataka vya mwingine wakati vya kwako vinakushinda. Lakini unakaa kwa staili ya kutokupanda. Unakaa kwa staili ya kujidharau. Unakaa kwa staili ya kujiachilia. Unakaa kwa staili ya kutokuwalea watoto wako vizuri. Alafu unawatamani watoto wa jirani. Hao wako umewalea kama mayai, hawachapwi, hawapigwi, baba, mama, dodo, popo, alafu unasema leo, jamani, nawatamani watoto wangu wawe kama wafrani. Sasa hao wako wameshakuwa vimbururu. Hawakusikilizi, hawana heshima, hawana nidhamu. Unasema jamani, watoto wa fulani wana nidhamu. Jamani, hivi nyinyi si mkikuwa kama wa fulani? Unajenga boma. Mtu katika wazao wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni. Walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Ni mkuu kuliko yeye. Unaposhindwa kuyatambua majira, adui anakuharibu. Yohana Mbatizaji, wale wasomaji wa Biblia wanajua Yohana ndio alombatiza Yesu. Na Yohana ndio aliyekataa hata kubatiza au kumbatiza Yesu. Akasema siwezi kuzisogelea hata grabu za viatu vyako. Siwezi kuzifunga. Wewe ni Yesu, wewe ni Mungu. Yesu akamwambia hapana, imenipasa kutimiza. Lakini Biblia inasema baada ya Yohana kuyatenda aliyoyatenda kwa mfalme, akachukuliwa akawekwa gerezani. Wakati yuko gerezani akasahau kabisa kwamba majira yake yamekwisha. Soma mstari wa 11. Anasema hakuna aliye mkuu kuliko Yohana. Kipindi kile Yohana alikuwa ndo mzito. Akasahau majira yake yamekwisha. Na sasa yapo majira ya Yesu. Yohana alipokuwa gerezani akawatuma wanafunzi wake, enendeni mkamuulize hivi yeye ndiye au tumtarajie mwingine. Yohana akaingiza wasiwasi. Yohana akasahau Yesu anaweza akatamka kitu na ikawa. Yohana akasahau Yesu ni mwana wa Mungu aliyembatiza pale, na wakati anambatiza akaona malaika anashuka, mbingu zikafunguka, akashuka Roho Mtakatifu kama ua, akashuka juu ya Yesu, akasema huyu ni mwanangu mpendwa. Yohana
au majira yamebadilika. Yeye ndiye aliyekuwa mkuu, lakini sasa Yesu ndio mkuu, ndio anastahili kumtoa gerezani. Akasahau, akaingiza doubt, akaingiza kwa nini, akaingiza hofu. Akasema kamuulizeni yeye ndiye au tumtarajie mwingine. Ina maana alichokuwa anahitajika Yohana ni kuondoa wasiwasi. Kilichokuwa kinahitajika kwa Yohana ni kuondoa dauti. Kilichokuwa kinahitajika kwa Yohana ni kuamini haya si majira yangu tena. Tazama mimi nilikuwa mkuu, lakini huyo aliyekuwa mdogo katika ufalme wa Mungu ndio amekuwa mkubwa, maana ni majira yake. Ni kuondoa dauti na kuamini na kuwatuma wanafunzi na kuambia, enendeni mkamwambie bwana mkubwa niko gerezani, Mungu wake anisaidie. Enendeni mkamwambie bwana mkubwa ninayajua ni majira yake, atamke neno nitoke gerezani. Enendeni mkamwambie bwana mkubwa maisha yamekuwa magumu, maana ninayajua ni majira yako, sina namna. Leo ninalia kwa ajili ya mke, leo ninalia kwa ajili ya maisha mazuri, leo ninalia mbele zako, lakini Bwana ni kwa sababu niliyachezea majira, ila kwa kuwa umeleta semina hii, ninajua Bwana utanirejeshea. Ninaomba toba tena, ninaomba toba tena. Hebu omba toba kama hujaomba tena. Omba toba, omba toba, omba toba, omba toba, omba toba hata kwa ajili ya wazazi wako. Omba toba. Wengine nasikia ni wazazi wao sio wao, waliyachezea majira na leo wanahangaika kwa sababu baba yake alichezea. Sikutembea na wewe sawa sawa, nisamehe Bwana. Hata leo pesa imeisha, mali imeisha, nimefilisika, nisamehe Bwana. Ni kwa sababu sikutambua majira yangu, sikutambua majira ya kujiliwa kwangu, lakini ninavyo ila siwezi kuvitumia. Nimepata na magonjwa kwa sababu sikutambua majira ya kujiliwa kwangu. Nina magonjwa ya ajabu, hata pesa hainisaidii tena kitu, maana hela yote inaishia hospitali. Mateso kwa mtoto, mateso kwa familia, ni kwa sababu sikutambua majira ya kujiliwa kwangu. Ninaomba toba Yesu, ninaomba rehema Yesu, ninaomba msamaha, ninaomba unitakase, ninaomba unioshe, ninaomba unisafishe. Kila msimamo, piga makofi ya shukrani. Sema asante Baba kwa kunisamehe, asante Baba kwa kunitakasa, asante Baba kwa kuniosha, asante Baba kwa kunisafisha. Hebu sema asante Yesu kwa kunisamehe. Inua kinywa chako, sema asante Yesu kwa kunitakasa, asante Yesu kwa kunisafisha, asante Yesu kwa kuniosha, asante Yesu kwa kunirehemu, asante kwa kunisamehe. Hebu sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, naomba urejesho wa kichwa changu, 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 naomba urejesho wa kichwa changu. Hebu shika hicho kichwa, mwambie naomba urejesho wa kichwa changu, naomba urejesho wa kichwa changu. Nimelisikia neno lako, umesema na mimi kichwa changu kirejeshwe, kichwa changu kirejeshwe, kichwa changu kirejeshwe, kichwa changu kirejeshwe. Nirejeshe Bwana, nirejeshe Bwana, nirejeshe Bwana, maana umenisamehe, maana umenitakasa. Nirejeshe kichwa changu, 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 nirejeshe kichwa changu. Hata kila mtu amekatwa kwa staili yake. Hebu omba, sema Bwana nirejeshe kichwa changu. Omba sasa kwa speed. Kila mtu kakatwa kwa staili yake. Kila mtu anajijua. Yes, kila mtu anajijua. Omba kwa speed. Mwambie nirejeshe Bwana, rejesha kichwa changu. Wengine uwezo wa kufikiri waliokuwa nao mwanzo hawana. Kichwa kimekatwa. Uwezo wa kuperform vitu hana. Kichwa kimekatwa.